mimi haya mambo mmefanya yote yanavyostahili kufanya, na hakuna mahali popote nimepungukiwa, nimetumia skills zangu zote, nimetumia umakinifu wangu wote, basi ushaona na halikuwa limetokea jambo lingine, basi usianze kujilaumu. Na hiyo ndio Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Naam, kuna mawaidha muhimu tungependa kukumbushana, ambayo ni kuhusu manhaj ya kufuata ukitaka kufanya jambo lako. Lau kama unataka kutafuta riziki, unataka kufanya project fulani, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelezea manhaj ya kufuata ambayo kila Muislamu anafaa kuijua na kuitilia maanani. Katika hiyo manhaj Mtume alieleza mambo matatu. La kwanza ni akili yako, namna unavyoitumia katika kupanga jambo lako. Ya pili ni bidii ambayo unaweka, na tatu ni kutawakkal kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie jambo lako lifaulu. Ndipo pale Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, almu'minu alqawi khairun wa habbu ila Allah min almu'min adhaif. Mu'min ambaye ana nguvu ni bora na anapendeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu kuliko mu'min ambaye dhaifu. Hili ni jambo la kwanza ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza kwamba katika jambo lako unafaa kuwa bora, unafaa kufanya kwa uzuri zaidi, kwa sababu kwa lile jambo utakuwa bora mbele ya Mwenyezi Mungu kuliko yule ambaye dhaifu. Katika ibada zako, katika mambo yako, ni vizuri ujitahidi ufanye kwa ubora wake. Kisha Mtume akaendelea kusema, wa fi kullin khair, na wote hao wana khair. Yule ambaye ni dhaifu katika jambo lake na yule ambaye ana nguvu katika jambo lake, wote wana khair kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu unaweza kumshinda mwenzako katika jambo fulani na yeye akakushinda katika jambo lingine. Sasa hiki kipande cha kwanza cha hadithi kinatushajiisha kwamba tuwe bora katika mambo yetu. Tukifanya jambo tufanye kwa itqan, kwa itqan yani kwa ubora. Kisha Mtume akaendelea kusema, ihris ala ma yanfa'uk, kuwa na pupa kwa lile lenye kukunufaisha. Kama jambo umeona ni lenye kukunufaisha, na hapa utapata manufaa yako hapa duniani na kesho akhira, na utakuwa ni njia ya kupata riziki yako, itakuwa njia kulea watoto wako, kupata riziki yako ya halali, basi ihris, kuwa na pupa. Kuwa na pupa ni vipi? Kuwa na pupa ni kufanya yale yote yanayostahili kufanywa kwa mwanadamu ili lile jambo litimie. Una jambo lako unataka kufanya, basi kuna mambo, kuna mipangilio fulani lazima ufuate. Kama kufanya utafiti ufanye, kama ni kushauri watu ushauri watu, kama ni kusoma usome, yani ufanye yale yote ambayo yanastahili kufanywa ili lile jambo litimie. Ihris, tena ufanye pupa, ufanye kwa umakini zaidi. Kama ni biashara ufanye feasibility study, usijiingize tu kwa biashara hivyo hivyo. Sasa yote yale katika ihris ala ma yanfa'uk, uwe na pupa kwa lile lenye kunufaisha, kwa sababu kila kitu Mwenyezi Mungu ameka sunan. Sunan ni kwamba kuna njia za kufuatwa, mambo hayawi hivi hivi, kila kitu kina asbabu zake, lazima ufuate zile asbabu kwa umakini ili lile jambo lako litimie. Sasa hapa ni akili inafanya kazi, tumia akili yako ujipangilie kwa umakini. Ihris ala ma yanfa'uk. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wasta'in billah. Baada ushapanga kila kitu, kaona kila kitu kiko sawa kwa kadri ya uwezo wako kama mwanadamu, kisha wasta'in billah, basi muombe msaada Mwenyezi Mungu. Hata katika aya nyingine Mwenyezi Mungu alimwambia mtume wake, fa idha azamta fatawakkal ala Allah. Kisha tia azma, kisha jipanga vizuri, kisha tayarisha uwanja vizuri, basi tawakkal. Sasa hapa hadithi inasema wasta'in billah, utake msaada kwa Mwenyezi Mungu. Kisha akaendelea kusema wala ta'jaz, wala usivunjike moyo. Kivipi? Hata baada ya kupanga jambo lako utaka kufanya ili liweze kutimia na umepangilia kila kitu kinavyostahili, bado kutakana subra. Hakuna jambo linafanyika leo na kesho. Kama ni biashara, kuna biashara nyingine za tukua mwezi mzima, yatukua kama miaka, inaweza kuwa miezi 6, wengine mwaka mmoja.
Kama ni kusoma unafaa kusubiria, yani kuna course zingine zitakuwa miaka 4, mingine miaka 3. Kama jambo lingine lote, yani hata imani, kujijenga imani yako katika dini si kwa jambo la leo na kesho. Kama kuswali, uhakikishe umeswali kwa muda unaohitajika, umefanya tarawih kama ni wakati wa Ramadhan, katika swala za kawaida umeswali vile inavyostahili kwa muda wake, ili imani yako ipande, kwa sababu imani yapanda na matendo mema. Lakini haipandi tu hivi hivi kwamba leo na kesho imani yako iko sawa, kwamba hata upande wa dini lazima ufanye bidii ile inavyostahili. Sasa ni kwamba wala ta'jaz, wala usivunjike moyo. Yani hustahiki Muislamu kuvunjika moyo, unafaa kufanya bidii, kwa sababu kila kitu ni subra, kila kitu kuna muda wake na kuna njia unafuata, na hiyo sunna Mwenyezi Mungu ameiweka katika maisha. Lakini Mwenyezi Mungu Mtume sallallahu alaihi wasallam akatupa funzo kwamba, akatueleza uhakika wa maisha. Baada ya kutueleza kwamba baada ya kutumia akili zetu kujipanga na kumwomba Mwenyezi Mungu na kutumia bidii yetu na kusubiri, kisha akatueleza hakika ya ulimwengu. Katika kipande kingine cha hadithi kikiendelea, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, fa in aswabaka shay'un, ikitokea limetokea jambo, fa in aswabaka shay'un, jambo likatokea ambalo hukulipangilia, fa in aswabaka shay'un fala taqul, usiseme lau fa'altu kadha kana kadha wa kadha, lau kama nilifanya hivi ingetokea hivi. Madamu upande ule kwanza umefanya ihris, umetayarisha uwanja unavyostahili kama mwanadamu, hakuna mahali popote ulipokosea, kisha jambo likaja likatokea kinyume kwa vile ulivyopanga, basi usianze kujilaumu ukasema lau kama alifanya hivi ingekuwa hivi. Lau kama kuna mahali katika evaluation yako ukifanya, kuna mahali maybe katika ihris ulipungukiwa, hukufanya vile inavyostahili, basi rudi urekebishe. Lakini katika kuangalia kwako kote ukaona, bwana, mimi haya mambo mmefanya yote yanavyostahili kufanya na hakuna mahali popote nimepungukiwa, nimetumia skills zangu zote, nimetumia umakinifu wangu wote, basi ushaona na halikuwa limetokea jambo lingine, basi usianze kujilaumu. Na hiyo ndio wasi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala taqul lau fa'altu kana kadha wa kadha, lau kama nilifanya hivi ingekuwa hivi. La, qul, lakini sema qaddara Allahu ma sha'ala fa'al, Mwenyezi Mungu vile alivyokadiria ndio imekuwa, kwa sababu mwishowe mambo yanatokea kwa ruhusa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unaweza kufanya mambo yote yako na vile mpangilio, ukapanga, ukashauri watu, ukafanya bidii yako na jambo lako lisiwe, Mwenyezi Mungu hakutaka kwa hikma yake. Sasa ukiona kwamba hakuna mapungufu upande wako na halikuwa, basi qaddara Allahu ma sha'ala fa'al, vile Mwenyezi Mungu alivyokadiria ndio imekuwa. Wa illa lau kama utofanya hivyo, hiyo ni tahadhari kutoka kwa Mtume, taftahu amalu shaitan, unafungua milango ya shetani. Unafungua milango ya shetani vipi? Unafungua milango ya shetani kwa sababu shetani humwahi mtu zaidi akiwa katika hali duni, pale una misongo mawazo, uko frustrated, uko desperate, unataka njia yote ambayo itajitokeza pale, ndo shetani anakuwahi. Sasa amalu shetani inafanya hapo kwamba uko katika hali duni, ndo kaona sahihi tunatahadharisha hizi motivational speakers ambao baadhi ya vijana wanakwenda, ambao vinatoa Mwenyezi Mungu katika equation, vinamuondoa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba kijana akifanya bidii yake na akitumia akili yake, basi jambo litakuwa kama Mwenyezi Mungu hayuko. Kisha akija wanampatia kijana mbawa, kwa maana kijana amekuwa paka amepaa karibu na mawingu kule, kisha wanamuondoa, kwa sababu hakika wa mambo ni kwamba unaweza kufanya bidii na ukafanya kila kitu sawa na jambo lako lisiwe, na ilikitokea kwamba lile jambo halikuwa, kijana kama huyu anakuwa frustrated, kwa sababu bidii yake yote na tamaa yake yote ameitia kwa nafsi yake na ameitia kwa bidii yake. Sasa bidii na nafsi zote na akili zote zimefeli. Sasa anakosa tamaa. Akikosa tamaa, na katika kufundishwa kwake hamkumbuki Mwenyezi Mungu. Katika mafunzo yake hajafundishwa kwamba kuna Mwenyezi Mungu ndiye anahukumu kila kitu.
na hili jambo naweza kuwa nimefanya sawa na nimefeli na Mwenyezi Mungu hakutaka. Sasa inakuwaje? Mtu kama huyu anaingia kwa masongo mawazo, anakosa tamaa, anaanza kujilaumu nafsi yake, inapelekea kwamba anajiamini kwamba hawezi kufanya jambo, yeye ndio mwenye udhaifu, na wakati si yeye mwenye udhaifu, kwamba yeye uko sawa kabisa. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuhusia kufika katika hiyo hali kwamba uanze kujiangalia kwamba wewe ndio una udhaifu. Ya akhi, si wewe ndio una udhaifu. Mwenyezi Mungu mwenyewe hataki, hakutaka kwa hikma yake. Na ukiweza kumlegemea ukampelekea Mwenyezi Mungu kwamba yale mazito Mwenyezi Mungu ndio amejalia, kwamba yeye kwa hikma yake ndio aliyojalia, basi utakuwa umejihifadhi kwamba mimi naweza kama mwanadamu, na Mwenyezi Mungu kwa hikma yake hili jambo hakulijalia. Na pale utamwomba Mwenyezi Mungu, utafanya bidii kwingine, kwa ile bidii yako nyingine Mwenyezi Mungu kwa hikma yake anaweza akakufungulia milango ya khairi upande mwingine. Sasa hii ndio ulimwengu ulivyo. Sasa ni jambo muhimu kukumbushana kwamba tusikuze sana ego zetu, tukajifanya kwamba sisi ndio miungu wa nafsi zetu, kwamba jambo lolote tunalotaka litakuwa. Lazima tumweke Mwenyezi Mungu katika mipangilio yetu. Lao sivyo, pale Mwenyezi Mungu asema man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka, yule ambaye sasa hanikumbuki kabisa katika mambo yake, basi atakuwa na maisha magumu yenye kumkaba zaidi. Kwa sababu gani? Kwa sababu huo ndio uhalisia. Na kumkumbuka Mwenyezi Mungu kwa adhkar, kumkumbuka Mwenyezi Mungu katika mambo kama hayo ambayo yanatokea katika maisha. Umefanya jambo lako halikuwa, bwana halikuwa na nimefanya bidii, si uvivu upande wangu, wala sikupangilia ninavyostahili, wala sikuwa kwamba sikutaka ushauri, nimefanya kila kitu haikikuwa, basi nakumbuka qadarullah mashafa. Mwenyezi Mungu alivyotaka ndio ilivyokuwa. Mimi nimefanya upande wangu halikuwa, basi Mwenyezi Mungu naye amekadiria hivi, alhamdulillah. Hapo hutakuwa na maisha tandanka. Lakini sasa ukisema mimi kifua ni mimi ndio kama Mungu wa nafsi, man ittakhadha ilahahu hawahu, na tukua wewe ndio Mwenyezi Mungu wa nafsi yako, basi kama alikuwa nafsi yako basi si Mungu. Ushapatana na hiyo reality, unaanza kujilaumu, mwisho unaangukia kwa depression, unaanza kujifungia kwa sababu jambo lako halikuwa. Hapo ulimwenguni Mwenyezi Mungu ameweka sunan, na Mwenyezi Mungu anataka umtegemee. Fanye bidii kama kijana, na kitokea kwamba mambo hayakuwa, muombe Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu siku zote ana mlango mwingine wa khairi amekuandalia. Sasa hii ni jambo muhimu sisi wale ambao tunataka kufanya mambo yetu, tuwe na manhaj ambao sahihi. Kwa sababu sahihi kuna manhaj nyingi zimeingia ambazo zina target aqidatu rububiyya, yani kwamba Mwenyezi Mungu ndo mlezi na Mwenyezi Mungu ndiye anayeruhusu mambo kuwa, na kumtoa Mwenyezi Mungu kabisa katika mipangilio yetu. Utaona vijana wamechukuliwa katika motivation speaker, wanapampiwa, kisha kenda kufuatilia statistic, baadaye unapata vijana hawa wameanguka kwa depression, mambo yao wamepampiwa kwa sababu wamefuata manhaji ambayo ya makosa. Manhaji yenyewe kwamba imemuondoa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lazima Mwenyezi Mungu awe katikati katika mambo yako yote tunayopangilia. Sasa kunazo aya nyingi ambazo zinatushajiisha kwamba siku zote Mwenyezi Mungu asema la taqnatu min rahmatillah, tusivunjike na rahma Mwenyezi Mungu, tusivunjike moyo, kwa sababu Mwenyezi Mungu ana sisi na kila kitu anafanya kwa hikma. Na ukiona kwamba jambo lako umepanga alikuwa, ujue Mwenyezi Mungu amekadiria hivyo na ana hikma yake na anakupenda, kwa sababu si kuwa kila unachonyimwa kina maafa. Mara nyingi ukinyuma jambo linakujenga na kufanya utumie akili zaidi, kuchimba zaidi mambo, ufanye bidii zaidi katika kutatua mambo yako, ufanye bidii zaidi katika ushauri, ufanye skills za coordinate na wengine, cooperate na wengine, na ufanye mbinu kadha wa kadha, na hizi ndo za kukuza mwenyewe kama mwanadamu. Ule uwezo ambao unao unajaribu kuutumia katika maisha yako. Lakini bila changamoto, bila tahaddi, bila changamoto, zile skills ambazo zimejificha katika mili yetu haziwezi kujitokeza. Lao kama mimi sina family na fakulisha, sina jukumu, basi ningelala tu. Lakini kwa sababu kuna kitu kinasukuma, ndo nitatoka nje nikatafute. Sasa hizi changamoto zina sababu zake, ndizo zinazosukuma ili tuweze kutimiza na tuweze kujijua wenyewe zaidi. Sasa katika hii hadithi tumepata mafunzo. Mojawapo ni kwamba
ihris ala ma yanfauka, kwa na pupa, wasta'in billah, taka msaada kwa Mwenyezi Mungu, wala ta'jaz, wala usivunjike moyo. Na ikiwa umepanga kila kitu sawa na hakikuwa, fa inna sabaka shay'un, katokea jambo halikuwa, na ukiangalia katika self evaluation yako kila kitu umepanga sawa, basi usianze kujilaumu. Ukisema bwana, kama nilifanya hivi ingekuwa hivi, sema qadar Allah ma sha'a fa'al, vile Mwenyezi Mungu alivyotaka ndio ilivyokuwa. Wa illa law kama utaanza tena kujilaumu wakati wewe mwenyewe umefanya kila kitu sawa na wajilaumu, basi tutafungua milango ya shetani. Hapo ndo shetani ataanza kuingia, kwa sababu sasa umeweka tamaa yako yote kwa nafsi yako na akili yako, na nafsi yako na akili yako imefeli. Sasa ya jamaa, tuwe na umakini katika haya mafunzo ambayo tunapata sasa hivi, hasa kwa wale wanasoma vitabu vya motivational speakers ambazo zinawakusanya vijana, ni zinakuja na aqida za kutoka kwa Hinduism na Buddhism, ambazo ni zimekuwa repackage kwamba ndio mafunzo mapya ya kushajiisha vijana, ambao wengine mpaka wanaamini kwamba ukiomba positively, ukithink positively, kuna kitabu chaitwa The Secret, sema ukithink positively basi jambo lako litakuwa, kisha universe ita respond, itatekeleza matakwa yako, bora think positively. Hiyo katika nini, katika hizo beliefs za Hinduism na Buddhism, lakini zimekuwa repackage kwa namna ya modernity. Sasa kijana hawezi kujua, anaona ni mafunzo tu, kumbe unasoma akida zingine. Unaweza kukuza ego yako kwamba wewe bwana, wewe kama Mungu, kwamba ukitaka jambo lako litakuwa, madamu wewe umeamua. La. Ndio pale sasa unakuja kupigwa na kigongo na huna mashikilio umeshikilia, kwa sababu mwisho umemwondoa Mwenyezi Mungu na unaanguka katika depression. Mwenyezi Mungu atuepushe. Allahumma inna na'udhu bika min al-hammi wal hazan, wa a'udhu bika min al-'ajzi wal kasal, wa a'udhu bika min al-jubn wal bukhl, wa a'udhu bika min ghalabati ad-dayn wa qahr rijal. Mwenyezi Mungu atusaidie sisi katika kutondolea haya mafunzo ambayo yanatupelekea katika depression, yanatupelekea katika misongo ya mawazo. Tufuate manhaji sahihi ya kufuata riziki, na utaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatufungulia milango ya riziki, bora tumefuata manhaji sahihi. Na ikiwa kwamba jambo lako halikuwa, Mwenyezi Mungu kuna zawadi nyingine anakupatia sakina fil qalb, anakupatia utulivu, hubabaiki. Unajua tu Mwenyezi Mungu amekuwekea jambo lako linakuja, bora ufuate manhaji sahihi. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.